Na Yesu ni daktari bora kupita madaktari wote wa dunia, kupita Dr. Frank, kupita madaktari wa Marekani, kupita madaktari ya Asia, Ulaya. Kwa nini? Yesu ana sifa tatu kushinda madaktari wote. Sisi madaktari wa dunia tunatibu aina mbili ya magonjwa. Magonjwa ya mwili na magonjwa ya kiakili, psychological problem. Lakini Yesu anatibu magonjwa ya mwili, anatibu magonjwa ya kiakili, anatibu magonjwa ya maisha, anatibu magonjwa ya kiroho na anatibu magonjwa ya kijamii. Kwa hiyo anatibu magonjwa mengi kupita madaktari wote. Namba 2, hata yale magonjwa sisi madaktari wa dunia tunatibu, kuna magonjwa tunatibu. Ukimwi ni ugonjwa wa mwili, madaktari hawana tiba. Lakini ukienda kwa daktari Yesu, inaweza kisiwezekana kwa binadamu, kwake kinafanya nini? Kinawezekana. Kwa hiyo Yesu anatiba kwa magonjwa yenye tiba na anatiba kwa magonjwa isiyo na tiba. Namba 3, ubora wa daktari Yesu kupita madaktari wote wa dunia. Yesu, wakati Lazaro aliugua, waliita madaktari wa dunia, walijaribu kutibu, iliposhindikana wakampeleka mochari. Akili ya madaktari ikifika mwisho, mtu anapelekwa mochari, mwisho wa siku anazika. Na wakati Lazaro alizikwa, ndio daktari Yesu akatoka Yerusalemu akaja kumfufua Lazaro. Kwa hiyo Yesu atibu tu wagonjwa, lakini anatibu pia wanaokufa. Yesu anatibu ndoa inayougua, anatibu ndoa inakufa. Anatibu utumishi unaougua, anatibu utumishi unakufa. Anatibu biashara inayougua, anatibu biashara inakufa. Anatibu ujana unaougua, anatibu ujana umekufa. Yeye ni daktari bora kupita madaktari. Na akajua kabisa